Kwa kila karama ya kiroho ni matokeo ya uamuzi wa busara wa Roho Mtakatifu, si matokeo au jitihada za kibinafsi za kibinadamu. Kila karama ya kiroho sawa inabidi tuishi kila karama ya mtu yoyote yule. Mimi natabia inapaswa tuishi. Hiyo ni karama ya unabii tuishi. Hiyo ni karama sio ya neno la maarifa, hekima, uponyaji. Tuziishi zote kwa sababu hiyo ni matokeo ya uamuzi wa busara kabisa wa Roho Mtakatifu. Sio kumgawia mtu kulingana na mpango wa Mungu katika kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si haitokani na juhudi za kibinadamu. Mimi hata niombe kama si katika mpango wa Mungu sitapata hiyo kitu. Sitapata hiyo karama. Lakini Mungu anakuwa ameachilia kulingana na mpango wake na anajua nikipa huyu ataitumia hivi. Ya kuwa atembea katika tumia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia huko mbele kama moja mpaka nyingine kiungana. Tunajifunza nini hapa sasa? Katika hiyo Wakorintho wa kwanza 12:11 tunajifunza Roho Mtakatifu ana mamlaka ya kipekee katika ugawaji wa karama. Roho Mtakatifu anayo mamlaka ya kipekee katika ugawaji wa karama. Yeye ndiye anayepanga utendaji wa mwili wa kanisa. Kwamba huyu nitampa karama hii, na mwingine nitampa karama hii, na hapa kitu gani kulingana na mpango wa Mungu. Ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo karama zote unaziona, hakuna karama ni kubwa kuliko karama zingine. Zote karama ni sawa kwa sababu zinatoka kwa huyu mtu mmoja. Anasema kwa Roho yule. Roho yule. Ukisoma kianza ile mstari anasema kwa Roho yule Roho Mtakatifu. Umgawie kila mtu kwa karama apendavyo yeye. Na wala tusifikie hatua sasa ya kubeza karama fulani kuliko karama nyingine. Zote Roho Mtakatifu anakuwa ameziachilia. Kabla ya kuachilia, alikuwa amefanya uamuzi wa busara wa kimungu. Uamuzi wa busara wa kimungu, sio wa kibinadamu. Kutokana na mpango wa Mungu. Huko mpango wa Mungu juu ya watu wa Mungu, juu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu hufanya maamuzi kwa kusudi la Mungu, si kwa matakwa ya kibinadamu. Roho Mtakatifu hufanya maamuzi kwa kusudi la Mungu, si kwa matakwa ya kibinadamu. Kwa hiyo tunapokuwa tunapewa hizi karama, hazipasi kuwa kama njia ya kujionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaziona hizi karama tumepewa, tunaanza kujiinua na kiburi kinajengeka. Unaona wewe ni mama. Siku moja ilikuwa kwa hiyo nimeishuhudia. Hiyo nimeishuhudia uko nyuma sana. Miaka 10 iliyopita. Kwa kanisa fulani, mtumishi wa Mungu huyo anapata neema kuweka mikono kwa watu na watu wanafunguliwa. Sasa ile inajenga kiburi. Kwa sasa nafika watu wanasema nenda huko yaani anakaa wala huko ulikotoka hawajakuombea. Bwana Yesu asifiwe. Wala huko ulikotoka hawajaweza kufunguliwa. Kwa hiyo sasa tujue kabisa kwamba hizi karama tunazopata sisi ni kwa neema tu, si kwa sababu ya matakwa ya kibinadamu. Kwa hiyo ndio anaotoka kufanya maamuzi kwa kusudi la Mungu, si kwa matakwa ya kwamba haikutokea kwa sababu mimi nilitaka nikapewa hiyo karama. Kama nilitaka karama ya uponyaji, basi yeye mwenyewe Mungu kwa kuona kwake na maamuzi yake ya busara kwa ajili ya ujenzi wa mwili wa Kristo. Na hii karama si kwa ajili ya matakwa yetu sisi ya kibinafsi. Hii ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kama vifaa vya kiroho. Wengine wanasema vifaa vya kiroho ni roho, ni maji ya upako. Lakini hizi karama tunapewa, tusizitumie kwa ajili ya manufaa yetu, bali zimeachiliwa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, mwili wa Kristo. Na huyu atapewa hiki, na huyu atapewa hiki, na huyu atapewa hiki. Kila mtu Mungu amemwachilia Roho Mtakatifu kwa kipimo na mpango wa Mungu katika
katika maisha yetu ili kusudi kujenga mwili wa Kristo. Tunapoanza sasa hizi karama kuachiwa katika maisha yetu, zitaachiliwa. Tujue kabisa kwamba si vita vyaja kwa sababu ya matakwa yetu. Ila tujue kabisa Roho Mtakatifu ameachia hii karama fulani juu ya maisha kwa sababu kuna mpango ambao anataka mimi nifanye, wewe ufanye, yule afanye. Wote kwa kweli tuunganishe kwa mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hasitokee hata mtu mmoja akajivuna. Hasitokee hata mtu mmoja akajivuna. Lakini pia Roho Mtakatifu anapanga kulingana na hekima ya mbinguni. Anapanga kulingana na hekima ya mbinguni. Wakati mwingine mimi naweza nikatamani karama fulani, karama hii. Ndio kama ndio kila mmoja hapa anaambia kuchagua. Alafu tungetaka karama zote zije. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio karama ziko hapa na kugombania. Ziko chache tu. Kila mmoja angetamani karama. Lakini Roho hasiki kutokana na sisi tunavyokuwa tunaomba. Kunaweza kutamani karama fulani. Lakini Roho Mtakatifu asikupe karama kwa sababu yeye anajua karama atakokuwa. Anajua karama gani ya kupi ya kule ndani na kusudi na mpango wa Mungu juu ya maisha katika kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa katika ile Warumi 12 na mstari wa 6 anasema, basi kwa kuwa tuna karama tofauti kwa kadri ya neema tuliyopewa, na tutumie hizo karama. Warumi 12 mstari wa 6 anasema, basi kwa kuwa tuna karama tofauti kwa kadri ya neema tuliyopewa. Kwa kumbe hizi karama tunapewa ni kwa kadri ya neema, si kwa ajili ya mapenzi yetu. Si kwa sababu sisi tunaomba sana mpaka tukapewa hizi karama. Ni neema ya Mungu pekee yake. Roho Mtakatifu anaachia kuweza kutupa hizi karama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo karama ni zawadi. Ni zawadi. Si matokeo ya juhudi za kibinadamu. Hazitokani na juhudi za kibinadamu. Hizo ni zawadi za Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anaziachilia. Yeye ndiye anajua vizuri ni karama hii inahitajika na kwa wakati gani na kwa mtu gani. Ile Yohana 16 kwa sababu ameongoza maisha yetu ni kweli yote huyo Roho Mtakatifu. Na yeye atawapasha mambo ya ajabu, atawajulisha. Yesu alikuwa anazungumza juu ya habari ya Roho Mtakatifu. Kwamba huyo hatakuja awatie ni kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo zuri sana. Kwa tunaona Roho Mtakatifu yeye ana hekima ya kugawa na maarifa ya kimungu ya kujua ni kwa wakati gani karama gani inatakiwa. Na katika kanisa na kwa nyakati hizi pia bado Roho Mtakatifu ni yule aliyebadilika. Karama za Roho Mtakatifu zinatakiwa zianze kutenda kazi ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tutaacha kuomba, tutaomba sana. Paulo anasema basi takeni sana karama za Roho. Wakati alipokuwa akieleza namna ambavyo karama zitakazotendeka, wakati vipawa sasa vimeachiliwa ndani ya kanisa, unakuta kuna mtu anatoka pia hapo, kuna mwingine anatoa ile hekima hapo, kuna mwingine anatoa usaka kama kuna fungu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema hivyo tutende kwa utaratibu. Akasema mimi naenda kwa lugha kuliko hii yote. Kwa hiyo hapo walifika kiwango cha juu sana. Basi takeni sana karama za Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tutazidi kumwomba Roho Mtakatifu. Yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye si nguvu pekee. Kweli ni nguvu, lakini sio nguvu pekee, isiyokuwa na uhai. Yeye nafsi kamili. Yeye uhai. Yeye nafsi yenye utu. Yeye nafsi kabisa ambayo inaweza kuwasiliana. Yeye uhuru, yeye mamlaka, yeye akili ya kuamua na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na anafanya maamuzi, anafanya kwa kusudi la Mungu kamili. Si kwa mapenzi ya binadamu kama vile mwanadamu anavyoamua. Yeye tofauti. Kwa hiyo tunapoamua kumtii Roho Mtakatifu na maana tunakwenda sana sana mpango wa Mungu ambaye amemwachilia katika maisha yetu. Kwa tunaamua kumtii Roho Mtakatifu,
kwa sababu yeye nafsi hiyo hai. Maana ile Zaburi ya 103:10 anasema, unifundishe kufanya mapenzi yako, kwa kuwa wewe ndiye Mungu wangu. Roho yako nzuri iniongoze katika nchi ya unyofu. Zaburi ya 103:10 anasema, unifundishe kufanya mapenzi yako, kwa kuwa wewe ndiye Mungu wangu. Roho yako nzuri iniongoze katika njia ya unyofu. Hayo tunapoamua kufanya mapenzi ya Mungu ni pale ambapo tunapoamua kumtii Mtakatifu kwa unyenyekevu na kwa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaendelea tena baadaye pia somo hili. Tutaendelea na hili somo la Roho Mtakatifu. Tutaendelea tena baadaye pia somo hili zuri la Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo tumejifunza, na hii neno lako, na wewe ndio unaozungumza nasi. Nami Mungu nimetembea kama chombo tu, lakini haya maneno ni ya kwako wewe. Utusaidie sasa tuweze kuyashika, ili tuweze kuchukua nafasi ya wewe kuendelea kujifunua katika maisha yetu. Wakati tunapofahamu na ndivyo wakati ambao tunakuwa nafasi ya wewe kujifunua, ya wewe kutuongoza, ili tuweze kuishi maisha kupendeza wewe, katika jina la Yesu, sawasawa na mpango wa Mungu katika kujenga mwili wa Kristo. Na kualika tena endelea kuwa nasi katika kipindi tunavyofuata vyote. Endelea kwa utukufu mwingi, jiachilie, maana wewe ndio kiongozi na watu wako, Mungu wako mbele zako tena, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.